Leo tutakuwa na baadhi ya mambo ambayo tunayabashiri na kuyatabiri. Utabiri huu tunasema ni utabiri wa mwaka 2020. Utabiri huu ni utabiri muhimu sana, unaendana na data muhimu, data ambazo sio za kupepesa macho. Kwanza tunapozungumzia swala la nyota, tukizungumzia swala la nyota, nyinyi wote hapa kila mmoja ana nyota yake. Kuna nyota ya kuzaliwa, kuna nyota inayoendana na jina, na kuna nyota inayoendana na tarehe ya kuzaliwa. Ndio maana wasanii wetu wakubwa wote mnaowaona wana majina yao ya kuzaliwa, lakini wana nyota ya majina yao, ambayo yale majina yao wanaita AKA. Anatembelea huyu, tunasema nyota ya jina lake. Kwa hiyo ili umchambue, umjue nyota yake, ni lazima uchambue jina lake, kwa sababu anaweza akawa anaitwa, mfano mimi Sharifu Majini naitwa Hussein, nyota ya jina langu ni Sharifu Majini. Maana yake popote pale duniani kote mtu akiandika anajua kwamba huyu ni nani? Sharifu Majini. Lakini lile jina la kuzaliwa halina nyota, halijatoka bado. Sasa kuna watu wana majina yao wanaendana na nyota zao. Katika utabiri, katika uchambuzi ambao tunataka tuulete mwaka huu, haswa tunazungumzia katika kipindi hiki cha uchaguzi. Tunapozungumza katika kipindi cha uchaguzi, watu kama sisi duniani ndio tunapewa kipaumbele cha kuongea na kuyaeleza yale tunayoyaona, kwa sababu yanakuwa ni maono. Wahai umesha katika kipindi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manabii ndio walikuwa wanapewa wahai, lakini katika wahai umeshaondoka. Kuna mambo matatu Mwenyezi Mungu ameyaweka duniani kwa mwanadamu. Mwanadamu anaota, na unapoota mwanadamu katika ndoto, kuna mambo mawili. Kuna ndoto ambazo ni za kweli na kuna ndoto ambazo ni za uongo. Hizi ndoto za uongo tunasema asili yake ni ndoto zinazosababishwa na majini au majini wabaya au waovu au uchawi. Ndoto za ukweli ndo zile ambazo tunasema ni ru'ya, ndoto za maono. Zipi ndoto za maono? Ndoto za maono, umeota unafukuzwa kazi na ukafika kazini kwako kaambiwa kwamba bwana mzee, kazi unashika barua. Ndoto za maono, umeota unapandishwa cheo na umefika kazini kwako ukapewa barua kwamba sasa wewe umepanda cheo. Tunasema hii ni ndoto ya maono. Ndoto za maono bado zinaendelea. Waja wa Mungu wanaota ndoto za maono, viongozi wengi wanaota ndoto za maono, haswa watawala. Kama wewe uliota kwamba utaanguka ubunge, inategemea kipindi gani ambacho uliota utaanguka ubunge, utaanguka udiwani, na ile ndoto umeiota muda muafaka, sio kipindi ambacho wanatawala viumbe wabaya. Ujue kweli wewe utaanguka ubunge, ujue kweli wewe utaanguka udiwani, ujue kweli wewe katika cheo chako utaanguka kama uliota ndoto hiyo. Ndio maana tunasema watu msidharau. Wanadharau sana viongozi, na baadaye wakishadharau, yakishakuja kutokea, wanaanza sasa kusema bwana, kumbe hili jambo ni la kweli, kumbe hili jambo ni la uongo. Hakuna jambo la uongo duniani, kila unachokiona kina maana yake. Tunapozungumzia Tanzania bara, Tanzania bara, kinyota za wagombea ambao tayari mpaka sasa hivi wameshajitokeza katika ngazi ya uraisi, ngazi ya ubunge hatujaiona. Watu wanajitokeza wanatiania. Hawa wanaotiania wanatiania tu kwa matakwa yao, kutaka nguvu pengine labda ya vyombo vya habari. Lakini wale ambao hawajajitokeza, tunasema kwamba katika nyota, tunapozungumzia swala kwanza la uraisi katika nchi yetu ya Tanzania, Tanzania bara, tunapozungumzia herufi M ndiyo herufi namba moja kinyota. Herufi M ndiyo herufi namba moja kinyota. Nazungumza tena, herufi M ndiyo herufi namba moja kinyota. Tunapozungumzia kinyota, herufi M inatawaliwa na mnyama anayeitwa kondoo. Nyota yake tunasema kwamba ni kondoo, au nyota yake tunaweza tukasema kwamba ni punda. Tunaposema kondoo, kito chake herufi M ni diamond. Anayetawala kwa herufi M, kito chake ni diamond. Diamond tunasema alimasi, na ndio madini ya grade 1 duniani kote. Kwa hivyo huyu ambaye herufi M au jina lake linaanzia na M, kito chake tunasema ni diamond. Ile pete ambayo anatakiwa kuivaa katika kidole chake ni pete ya alimasi.
Alimasi ndio dhahabu au ndio alimasi ndio madini ambayo yana thamani kubwa sana duniani. Lakini pia wiki ziko ngapi? Tunasema wiki ziko 7. Majuma yako mangapi? Majuma yako 7. Tunasema mbingu ziko ngapi? Tunasema mbingu ziko 7. Tunasema ardhi ziko ngapi? Ardhi ziko 7. Namba 7 inatawala kwa maana kubwa sana katika maisha yako. Wewe ukiwa na namba 7 yenye bahati, basi ujue una mafanikio makubwa. Mwenye herufi M tunasema kwamba namba yake ya bahati ni namba 7, ndiyo inayotawala katika mfumo wa maisha yake pamoja na namba 6. Lakini namba yao ya bahati na siku yao ya bahati ni Jumanne. Jumanne watu mnasemaga siku mbaya. Jumanne sio siku mbaya, siku mbaya kwako. Wenye herufi M ambao tunasema kwamba nyota zao zitachomoza zaidi, siku yao ya bahati ni siku ya Jumanne, ambao herufi M hii inatawala katika mfumo wa kidunia na mfumo wa kimaisha. Ndugu zangu, mpaka sasa katika nyota yenye bahati ambayo hii nimeizungumza, na unaweza ukagugo ukaingia, namba 1 ambayo nyota hii ina nguvu kubwa, ina ushawishi, ina maono, ina utendaji, ina maamuzi, ina haraka, ina mafanikio na ina nguvu kubwa sana. Nyota ya herufi M ndiyo nyota ambayo imetawala kwa John Pombe Joseph Magufuli. Kwa mimi nakamata jina ambalo tunalitaja ni M. Kwa wenye majina ya M watatusua sana, wenye majina ya M. Kama kuna mtu ambaye anagombea urais na jina la M, atatusua sana. Kwa hivyo Mheshimiwa John Pombe Magufuli, utabiri wa kinyota, ubashiri wa kinyota unaonyesha kwamba ndiye atakayevunja rekodi ya kura, ndiye atakayevunja rekodi ya kukubalika. Jamani, mimi naitwa Sheikh Sharifu Majini. Usije ukafikiria kwamba nimehongwa pesa kuyaongea haya. Mimi naongea haya kwa ushahidi wa data, elimu ambayo nimeisoma, nimehangaika nayo hii nje ya nchi miaka zaidi ya 2-3. Hii kazi nimeifanya zaidi ya miaka 20. Kwa hivyo ninaijua, naweza nikakuchambua wewe ulivyo ndani mpaka nje. Alafu baya zaidi sasa utabiri, ndio maana unaendaga saa nyingine mtu anaweza akakwambia haramu. Utabiri ukiupeleka sana unaweza kukupelekea mpaka ukajua siku ya kufa kwako, japo kifo anakipanga Mungu. Kuna mtu mmoja alibishaga, yeye aliota, alivyoota wakaja wakahadithia katika familia yao. Nikawaambia hii ndoto ni mbaya kwa mtoto wenu, ameota kwamba anapata ajali Same. Na kweli ile ndoto ikaja ikatokea. Ilipotokea familia haikuniambia, kwa sababu niliwaambia ukweli, hii ndoto asiende. Siku ambayo amepanda gari anakwenda anakaribia Same, akamkosa mbwa kumgonga. Alivyomkosa mbwa kumgonga, akaenda akapiga jiwe, yule bwana akafariki pale pale. Maiti yake iliishia pale pale Same, na yeye alikuwa ni mtu huko huko kaskazini, wakaenda wakamzika. Tunapozungumza swala la maono, swala la ubashiri, swala la ndoto, sio swala la kudharau. Kwa hivyo kinyota kiurahisi nimeshazungumza wazi, nyota ya Mheshimiwa John Pombe Joseph Magufuli ndiyo nyota itakayong'aa Tanzania. Labda kama katika sehemu nyingine kutakuwa na mgombea mwingine mwenye jina kama hilo, basi ajue na yeye atang'ara. Ndugu zangu wapendwa, baada ya kuzungumzia swala hilo la Tanzania bara, nakuja nazungumza Tanzania visiwani. Tanzania visiwani, na haya ninayoyazungumza sio ninayazungumza kwamba labda ndo Mungu kayatoa moja kwa moja ya kwake. Haya ninayoyazungumza ni maono na ubashiri. Mapendekezo yako upokee au mapendekezo yako usipokee. Na ukipokea utakuja utanisuta, kwa sababu hata corona kabla haijatokea niliwaambia hapa watu wangu wa dua wanaokuja zaidi ya watu 1000. Nikawaambia mwaka wa 2000 na ngapi Sheikh Omar? 2020. Niliwaambia mwaka wa 2020 kutakuwa na ugonjwa mkubwa sana ambao utatokea duniani. Vitatokea vifo vya watu maarufu, vitatokea vifo vya wafanyabiashara, vitatokea vifo vya viongozi mbalimbali. Na kweli hili jambo likawa limetokea. Tunazungumza Zanzibar.
Ndugu zangu, Zanzibar zaidi ya wagombea 13 wamejitokeza, na katika wagombea 13 ambao wamejitokeza, kila mmoja ana sifa, kila mmoja anastahiki, kila mmoja ana uwezo wa kuwa rais wa Zanzibar. Lakini Zanzibar ni nchi njema sana ambayo Mheshimiwa Dr. Ali Shein, kwanza tunampongeza kwa mafanikio makubwa aliyoyafanya mzee yule kwa kushirikiana na Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli. Tunampongeza pia Balozi Sefu Idi kwa Zanzibar jinsi ilivyokuwa njema, kwa sababu mimi nimeishi Zanzibar na nimefanya kazi Zanzibar na nimeona maendeleo makubwa ambayo Zanzibar Dr. Shein ameyafanya, ambayo itabaki kuwa historia katika nchi ya Zanzibar. Kwanza umoja, mshikamano, kwa sababu mwanzo wengi walikuwa hawazikani, hawasaidiani, lakini leo umoja na mshikamano, na wasihi wa Zanzibari, nyota ya umoja na mshikamano itaendelea kutawala ndani ya Zanzibar. Nimeshaiona nyota ya umoja na mshikamano itaendelea kutawala ndani ya Zanzibar kwa uwezo wake Mungu. Hiyo moja. Lakini pia katika wagombea ambao nyota zao tumezichunguza ni wagombea watatu. Mgombea wa kwanza ambaye nyota yake tumemchunguza ni nahodha Shamsi Vuai nahodha. Huyu nyota yake tumeiangalia. Mgombea wa pili ambaye nyota yake pia tumeiangalia ni Mheshimiwa Makame Mbarawa, na mgombea wa tatu ambaye nyota yake tumeiangalia ni Mheshimiwa Hussein Ali Mwinyi. Hawa watatu tumeziangalia nyota zao, na ni haki yetu si kuzungumza wala hatuwafanyii kampeni, kwa sababu swala la kuwapitisha sio letu, swala la kutuwapitisha sio letu. Sisi wajibu wetu kueleza nyota za watu. Tanzania bara nimeshamaliza, hakuna kama Magufuli. Wala usisumbuke, wewe twende tukajiandikishe, chagua unayempenda, lakini jua nyota inayowaka ni ya Mheshimiwa John Pombe Joseph Magufuli. Hilo halina mjadala kinyota. Huyu atapigiwa kula na maruhani, atapigiwa kula na majini, atapigiwa kula na viumbe wasiojulikana, atapigiwa kula na wanadamu walioumbwa na Mungu, kwa sababu anayoyafanya ni maono ambayo Mungu amempa ayafanye katika nchi yetu ya Tanzania. Wewe ukipinga, pinga kwa maoni yako, kwa sababu kupinga ni haki. Ukikubali, kubali kwamba Sharif Majini haya anayoyaongea ni maono. Tunakuja sasa katika mfumo wa nyota. Naomba mnisikilize vizuri, hawa wagombea watatu ambao ninawachambua, na mtu upate faida, na wewe una haki yako kukubali ama kukataa katika wagombea hawa ambao ninao wachambua. Kwanza kabisa katika mfumo wa nyota hapa tunazungumzia Hussein Mwinyi ambaye nyota yake tunasema ni ya nge. Huyu ana nyota ya nge. Lakini tunapomzungumzia Hussein Mwinyi ambaye ana nyota ya nge, atakuwa na ushindani mkubwa sana, ambao ushindani huu mkubwa kinyota utapambana na nyota ya Mheshimiwa Makame Mbarawa. Mkumbuke mwanzo nilisema wenye herufi M hawa wana nyota ya kondoo. Wenye herufi M nyota yao ni kubwa ya kimaamuzi na kiutendaji. Lakini nyota ya Mheshimiwa Hussein Mwinyi ambaye nyota yake nimeizungumzia ni nge. Hii nyota kwanza ina kito maalumu ambacho kinaitwa topaz, na ina namba maalum za bahati ambazo ni namba 3 na namba 5. Kitu ambacho kitakachombeba yeye katika nyota, siku yake ya bahati ni Jumanne. Na tukija kwa Makame, siku yake ya bahati ni Jumanne. Lakini tukija kwa Mheshimiwa nahodha, nyota yake yeye ni Mizani, ambayo iko kati kwa kati, haiko juu wala haiko chini. Hii ni nyota ya Mizani, iko kati kwa kati. Kuna sehemu watasema kwamba twende, kuna sehemu watasema tulia. Nyota ya nge ni nyota ambayo mnajua nyinyi hapo waandishi kwamba nge ni mnyama, ni mdudu mkimya sana, lakini ukimchokoza balaa lake ni zito, anauma. Ni nyota ambayo iko kimya sana, lakini ukichokoza hii nyota utaiona cheche zake. Kwa hivyo kinyota Hussein Ali Mwinyi tunamweka katika gurupu la makundi matatu. Makame Mbarawa tunamweka katika makundi ya watu watatu.
Shamsi nahodha tunamweka katika kundi la mtu mmoja, ambalo kundi hili ni la peke yake, kwa sababu yeye yuko nusu kwa nusu. Nyota yake ni mizani. Tumetumia mfumo wa jina. Tukija katika mfumo wa Makame Mbarawa, nimeshaeleza nyota yake jinsi ilivyo, na tukija katika mfumo wa Hussein Ali Mwinyi, nyota yake pia nimeshaieleza jinsi ilivyo. Nyota ya nge, ambayo nge ni mdudu au ni kadudu kadogo sana, nyota yake itawaka sana, lakini nyota hii itawakishwa na watu wa pembeni, itawakishwa na watu wa pembeni, na itakuwa ina mambo makubwa sana. Katika uchambuzi wa nyota tunaambiwa kwamba mtawala atakayetawala katika kisiwa cha Zanzibar ataendelea kuwaunganisha Wazanzibari, watakuwa wamoja. Mafanikio yatakuwa makubwa sana. Mabadiliko ya ujenzi wa taifa la Zanzibar yatakuwa makubwa sana. Lakini pia katika nyota hii imeonyesha pia nilizozitaja hapa, ambazo tumesema kwamba tuna nge, tuna nyota ya mizani na tuna nyota hii ya Makame. Hawa watu watatu watakuwa na nafasi kubwa sana katika uraisi wa watu wa Zanzibar: Hussein Mwinyi, Makame Mbarawa pamoja na nahodha. Haya majina yangu matatu, sitaji nani, lakini yuko mmoja hapa ambaye siwezi kumtaja, sionekane nampigia debe. Mimi nimeweka watu watatu, yuko mmoja siwezi kumtaja. Na kwa Tanzania bara nimeshamaliza John Pombe Joseph Magufuli, nyota yake itawaka katika ngazi ya uraisi. Ndugu zangu, huu ni utabiri mzuri sana wa mwaka. Nimetabiri uraisi wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania na nikatabiri uraisi wa watu wa Zanzibar.